Kwa kifupi tunataka haki yetu ya kuabudu, kwa sababu kuabudu ni haki ya mtu. Na kutaka watu wengine wanauliza kwamba kwa nini tusiabudie majumbani? Kuabudia majumbani maombi, lazima mtu jue nini maana ya ibada. Maana ya ibada, unapoongelea ibada lazima ongee kitu kinaitwa madhabahu. Na unapoongea kitu madhabahu lazima ni mahali ambapo watu wanakusanyika, ile kusanyiko msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Kuna tofauti ya kuabudu na maombi. Unaweza kaomba maombi majumbani, lakini huwezi ukafanya ibada nyumbani. Nyumbani unafanya maombi. Kinachofanyika kwa nini sisi tuko hapa ni mfano mtu unapokuwa na kuku wako, kama kuku ametaga mayai yake mahali, ukitoa mayai bado ukatenda kuatamia hata kama haipo. Ndio maana kusanyiko lote hili, manake sisi tunachotaka ni haki ya kuabudu. Na sisi tumemzoea baba yetu Josephat Gwajima, hatuna baba mwingine dunia hii ambaye atatuhudumia kwenye maisha yetu ya kiroho. Ndio kuana madhabahu yetu. Na tunapoongea kwa habari ya madhabahu, naongea kwa habari ya washiriki wa madhabahu ambao sisi ndio washiriki wa madhabahu. Hatuna pengine pa kwenda, hatuna mbadala pa kwenda kama washiriki wa madhabahu. Lakini unapoongea kwa habari ya madhabahu, unaongea kwa habari ya eneo lenyewe la madhabahu. Sasa unapozoea eneo la madhabahu ambao tumezoea kumwabudu Mungu hapo, maana kuna sema watu hawa wasiabudu, na sisi tunasema